Sisi hapo ndipo bibi harusi aliyekuwa na inama na apishwa, unampenda? Ndio. Sasa kule ukumbini ndipo ameshabadilika, sio yeye. Kiuno kimekuwa kama hakina springi, ni kama hakina misuri, ananing'inia tu mpaka baba mkwe anasema Na dunia ya leo sijajua nini kimebadilika. Zamani wakati watu wanaoana, upande wa baba na mama wanaoozesha, wao walikuwa wanalia, ila wanaooa ndio wanafurahi wamepokea mwenzi. Leo ni kinyume, wanaoozesha ndio wanashangilia. Utakuta mpaka mama wa kobyara mayo kobyara anashangilia nini? Umewatua mzigo, nenda kahangaike nalo. Dumisha utakatifu wakati wa tukio. Kwa hiyo kuna baraka gani ulizozikosa? Ngoja niwaambie vijana ambao mtakuwa na akili ya kimbingu, unapoingia kwenye ndoa usibague watu wa kuhudhuria kwenye harusi yako. Achana nalo ulimbukeni wa kusema natoa kadi kwa wenye hela. Kwenye harusi yako ndio muda wa kualika vilema, viwete, wajane, wagane. Hao ndio watabariki ndoa yako kwa jina la Bwana. Achana na ile habari ya kusema nataka mshiko mkubwa. Anyway, mimi simo, nilikuwa natoa tu ushauri. Mambo ya kukumbuka, usitumie hisia. No. Hizo naomba niziache, nimalizie hapa kwa sababu ya dakika. Sikiliza, The Ministry of Healing ukurasa 359 nasema kabla ya kuchukua wajibu husika katika ndoa, vijana wa kiume na wa kike wanapaswa kuwa na uzoefu wa maisha. Uwe na uzoefu kwanza wa maisha. Halafu hapa anasema kuna hii nukuu ambayo naitafuta hapa. Sawa. Kujifunga na mtu asiyeamini ni kujiweka katika eneo la shetani. Wale vijana mnaosema nimemhubiri akasema nikimkubali atakuja batizwe. Shetani alishawahi kubatizwa. Simameni tuombe.